Bwana uko salama. Bwana amekulinda, amekuhifadhi, amekuwa pamoja na wewe, amekuwa msaada wako wa karibu, na sababu kubwa ambayo itafanya ujue ya kwamba Mungu anakupenda ni kwa sababu ya kutazama video hii. Video hii nimekuja kuifanya kwa sababu kuna neno la msaada sana ambalo nataka kunena na wewe, na ninaamini ya kwamba kama vile limenisaidia litakuwa la msaada kwako katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Bwana Pastor Samuel Kirofi. Nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Namtumikia Bwana nikiwa ninamheshimu na muogopa na kumtumainia yeye peke yake, ni kwa sababu ninamjua na ninamuelewa vile alivyo Mungu mkuu na alivyo na uwezo katika maisha ya wale ambao wanamuamini. Which alliance ndilo neno ambalo ama ujumbe ambao Bwana ameutia ndani yangu tukaweze kuutazama kwa pamoja na wewe, na ili tukaweze kujua Mungu anataka kunena na sisi na namna gani, ama anataka kutuambia nini siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Alliance nataka kumaanisha ama nataka kuuliza ni ushirika, ni uhusiano gani, ni mikataba gani, ni nani huwa mnashirikiana na yeye, ni nani huyo ambaye huwa mnapelekana na yeye sana. Na nikisema hivyo kuna mambo kadhaa nataka tuangalie katika Biblia, maana katika Biblia nimesoma na nikagundua ya kwamba kuna watu ambao walihusika na watu wengine, na kwa sababu ya kuhusika na wale watu wengine wakafanyika baraka kwao, na wakawa ya kwamba walipokuhusika na wale watu maisha ya wale watu yakabadilika. Sio kwa sababu hawa watu wana vitu waliwaletea ama kuna mali waliwaletea. Angalia na unielewe vizuri. Wamehusika katika maisha ya watu wengine, hawajakuwa wao ni matajiri ama hawajakuwa wana mali ambayo wanapeleka huko, lakini kwa sababu wao wamebeba baraka za Bwana na wamebeba Mungu ndani yao, wanaposhirikiana na wale wengine inakuwa ya kwamba wale watu wengine wanabarikiwa, si kwa sababu yao, si kwa sababu ya matendo yao mazuri, lakini kwa sababu ya mmoja ambaye ameingia katika maisha yao. Which alliance? Ni ushirika gani ulio nao? Ni watu wa gani ulio na ushirika na wao katika maisha yako? Watafanya ubarikiwe, watafanya ulaaniwe, watafanya uinuliwe, watafanya udunishwe, watafanya uendelee, watafanya urudi nyuma. Wale ambao unahusiana na wao wako na Mungu, wako na baraka, wamebeba. Kuna mambo ambayo wanaonyesha kwa ishara katika maisha yao ya kwamba Mungu ako pamoja na wao. Nataka tuangalie habari za watu watatu katika Biblia asubuhi na mchana wa siku ya leo, na ninaamini ya kwamba tutaweza kubarikiwa sana katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nichukue nafasi hii nikukaribisha sana katika video hii mahali popote ambapo unatazama. Nimehimizwa tu na Bwana niweze kufanya video hii kwa sababu itakuwa baraka kwa watu wale ambao wataifuata hadi mwisho. Kuifuata video hii itakuwa ya kwamba Mungu ana mambo atakufunulia, na kuna mambo utaona katika maisha yako yakitendeka katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Nataka tuangalie habari za watu watatu katika Biblia. Ni wengi ambao unaweza kujifunza na wao, lakini leo hii niruhusu tu niweze kuangalia ama tuweze kuangalia kwa pamoja habari za watu watatu ambao walihusika katika maisha ya wengine na kukawa na tofauti kubwa katika maisha yao. Mtu wa kwanza ambaye nataka tukaweze kuangazia na tutapata habari zake katika kitabu cha Mwanzo mlango wake wa 30 ni mtu ambaye anaitwa Yakobo. Yakobo tunajua ya kwamba alipochukua baraka za Esau alitorokea kwa Labani, na alipoenda kwa Labani akafanyika kama mmoja wa familia hiyo, na akawa anaishi na wao, na ikafika mahali mpaka akaozwa mabinti wa Labani. Na ninataka tuangalie mahali ambapo Labani anabarikiwa na Mungu, si kwa sababu yake. Elewa vizuri, si kwa sababu Labani amependeza mbele za Bwana, lakini the Bible is very clear ya kwamba even Laban himself
confessed before Jacob that I believe and I know that God hath blessed me, not because of my own good deeds, not because of myself, but I know and I believe that God hath blessed me with all these blessings because of you. Akatabua hivyo, na tutaangalia neno hilo na ili tuweze kujua katika maisha haya ambayo tunaishi ni nani tunahusiana na wao, ni tofauti gani wanatuletea katika maisha yetu. Na kama vile tumeona ya kwamba kuna mtu unaweza husiana naye katika maisha yake ikawa ya kwamba maisha yako inaharibika, kama sasa wale ambao walihusika ama walihusiana na Saulu wakati ambapo alikuwa ameachwa na Mungu, maisha yao ya baadaye yalimalizika ama yaliharibika. Maana Biblia inasema ya kwamba wakati roho wa Mungu alitoka kwa Saulu, roho mwingine mbaya aliingia ndani yake. Na kwa hivyo inawezekana kuna watu ambao walimuona Sauli kama mfalme, lakini hawakujua ya kwamba roho wa Mungu ametoka ndani yake, na sasa kile kinatawala ndani yake ni roho mbaya ama ni roho mbaya aliyetoka kwa Mungu. Kwa hivyo wale ambao walihusiana na Saulu baadaye waliweza kuangamia ama waliweza maisha yao yaliweza kuharibika, maana yule ambao wana associate na yeye ama wanafanya alliance na yeye hana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hana Mungu, na kwa hivyo kwa sababu ya kuhusiana na yeye, ya kuweka uhusiano na yeye, maisha yao yanaharibika. Nataka tuangalie Laban na Yakobo, akiwa ndiye mtu wa kwanza ambaye tutaangalia kati ya watatu ambao nataka tukaweze kuona habari zao siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Laban alikuwa anasaidiwa na Yakobo kuchunga kondoo, na Yakobo ndiye alikuwa anafanya mambo yote, na yeye ndiye alikuwa anahusika katika hayo mambo. Kwa hivyo kondoo wa Laban wakaweza kuzaana, kukaweza kuwa na tofauti kubwa sana katika marisho ya kondoo wake, na kukawa na tofauti hiyo. Hata Laban mwenyewe akakuja akasema I believe. Na nataka tuone neno hilo pamoja na wewe. Nataka tuweze kusoma pamoja na wewe in the book of Genesis. Tusome kwa kifupi in the book of Genesis chapter number 30, mlango wa mstari wake wa 25. Biblia inasema ya kwamba after the birth of Joseph, Jacob said to Laban, let me go so that I can return home. Give me my wives and my children that I have earned by working for you, and I will live. You know how well I have served you. Verse 27 reads it very clear. Laban said to him, let me say this, I have learned by divination that the Lord has blessed me because of you. Name your wages and I will pay you. That is Laban talking to Jacob. When Jacob raised an issue of living after the birth of Joseph, as the Bible have stated, Biblia inasema ya kwamba Labani akamwambia Yakobo ya kwamba nimejua ya kwamba Mungu amenibariki kwa sababu yako. Mungu amenitajirisha, amenipatia hawa kondoo zote na hawa mifugo wote, not because of I. God made Laban to learn that by divination, that all the blessings that he had by that time was not because of his hard work, but it was because of Jacob. There is a person you can live with and he can be a blessing onto your life. Yakobo amefanyika baraka kwa Laban, na Laban anakuwa na mifugo wengi, na mpaka wakati huu ambapo Laban anaambiwa na Yakobo nataka kuondoka, anamwambia ni kweli, nimegundua nimebarikiwa na Bwana kwa sababu yako. Kwa hivyo taja mshahara wako na mimi nitaweza kukulipa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuhimiza mstari ama maneno haya katika mstari huo wa 27 ya kwamba hapa ambapo Laban anagundua ya kwamba
Sijabarikiwa kwa sababu ya bidii zangu, sijabarikiwa kwa sababu ya hekima zangu, lakini nimebarikiwa kwa sababu katika boma langu kuna kijana nimekuwa nikiishi na yeye. The Bible says that Jacob lived with Laban almost 20 years. Na kuna kijana huyu ambaye amefanya nikaweze kubarikiwa. Nilipokuwa nasoma neno hili, nilikuwa naangalia ni watu wangapi tumefukuza katika maisha yetu kwa sababu ya vile wanakaa, kwa sababu ya vile ambavyo ama kwa jamii ambazo wametoka na vile ambavyo background yao iko, tunawaondoa katika maisha yetu, na hao ndio walikuwa wamedesigniwa ya kwamba wawe blessings katika maisha yetu. Si ya kwamba Yakobo amefanyika baraka kwa Labani kwa sababu amekuja kwa Labani na mali. By the way, alikuja kama mkimbizi, alikuja kama mtu ambaye anakibiria alikuwa anatorokea kwa Labani, maana huko anakibizwa na Esau na babake pia, kwa sababu baba yake amegutua kijana amenidanganya, na kwa hivyo nimembariki badala ya kubariki Esau. So mahali ambapo anakimbilia na ako pale kama mkimbizi, lakini akiwa pale kama mkimbizi anafanyika baraka kwa lile boma, anafanyika blessings to the family of Laban. And Laban admitted in the book of Genesis, where we have read chapter 13 number 27, that I have learned through divination that the Lord, that God have blessed me because of you. There are some blessings in life. Kuna baraka katika maisha yako ambazo zitakufikia kupitia kwa watu. Haleluya. Kuna baraka ambazo zitafika kwako through the people whom God have designated to be blessings unto your life. Kwa hivyo nataka uangalie sana maneno haya, maana katika generation ambayo tunakaa, macho yetu ndiyo yanatupotosha. Maana huwa tunaangalia wale watu tunataka kuitanishwa na wao, tunakataa kuangalia wale watu Mungu anataka tuitanishwe na wao, na kufikia hapo tunapoteanwa na mapenzi ya Bwana. Na unajua Mungu hatazami venye sisi huwa tunatazama. Anamwambia Samueli in the book of 1 Samuel chapter 16, wakati ambapo Samueli analeta kina Abinadabu na Shema, wale vijana ambao walikuwa wenye nguvu wa Jesi. Mungu anamwambia Samueli, sio hawa nimewakataa, na mimi sitazami kama wewe, natazama mioyo. So wakati mwingine katika maisha yetu huwa tunafanya makosa, maana huwa tunachukulia wale watu ambao tunaona na macho yetu kana kwamba ndio wazuri, kana kwamba ndio tunafaa kuwa nao hao katika maisha yetu. Na kwa hivyo tukiwaleta, tunakosa kuangalia wale watu in divinational way, wale watu ambao wanafaa. In some cases huwa tunafukuza wale watu wenye baraka, tunachukua wale watu wenye laana. Maisha yetu inaharibika. Na ndipo leo tunaulizana, which alliance have you made? Which alliance, whose people, which people are you walking with? Who are your friends? Who are you associating with? Hallelujah. Genesis chapter 30 verse 27. But Laban said to him, if I have found favor in your sight, I have learned by divination that the Lord has blessed me because of you. Jacob had nothing, but Laban is confessing that all I have now, after 20 years, it is because of you, young man. Mungu amenifunza, Mungu ameniletea kwa maono, ameniletea kwa doto, ya kwamba kama sio Yakobo, hawa mifugo wote ninao, hizi vitu vyote ninavyo, mashamba nimenunua na magari. Kama sio Yakobo vile nilimshika na nikamweka kwa boma langu, singeweza kupatana naye. Angalia ni watu wangapi huwa unafukuza katika maisha yako kwa sababu ya vile wanakaa, kwa sababu ya mahali ambako wametoka, kwa sababu ya shida ambazo wako nazo. Unasema siwezi kuassociate na watu kama hawa, unawafukuza. And you don't know what they carry. You don't know
how they are coming to shape your life. Hallelujah. Which alliance? Ni watu gani hao? Angalia marafiki zako. Unajua watu wale matajiri huwa wanataka kutembea na matajiri. Wale watu wenye viwango huwa wanataka kutembea na viwango. But is that God's will? Hayo ni mapenzi ya Bwana? Ukisoma Samueli wa kwanza 16 utapata ya kwamba si mapenzi ya Bwana. Maana mwanadamu huwa anatazama kile ambacho kinapendeza haya macho. Lakini kuna macho mengine ya ndani ambayo unafaa kuomba Mungu akufungue, ili unapofanya urafiki na unapochagua watu wa kuweka katika maisha yako, usichague na haya macho ya kawaida, bali uchague na macho ya kiroho. Nataka tuangalie mtu wa pili ambaye anatabua na anajua ya kwamba hizi baraka zote ambazo niko nazo ni kwa sababu ya huyu. Hata kama inawades si rahisi watu kuadmit hivyo. Kuna watu wanajuanga mimi nimebarikiwa kwa sababu ya fulani, but they don't want to admit that. Huwa hawataki kukiri hivyo. Lakini kuna hawa katika Biblia, unakuta Labani anamwambia, kama nitapata kibali mbele zako niruhusu nikuambie. Verse 27 Genesis 30. That all I have, it's not because of me, but it is because of you. You have been a blessing to my family. Mention your wage and I'm going to pay you. Hata kama alipotaja mshahara wake na ikasemekana ya kwamba atalipwa hivyo, baadaye Labani alikuja kumnyang'anya ule mshahara. Alikuja kumbadilishia. Wacha tu kabla ya kuenda kwa yule mtu mwingine, wacha nikuonyeshe vile ambavyo mtu ambaye amebarikiwa na uniruhusu tu nikunenee hii, Bwana pia itakusaidia. Mtu ambaye amebarikiwa, you cannot and you can never divert the blessings that God have blessed someone. Even if you have the power, even if you have the authority, if the Lord have designated a certain blessings to you, even if someone wants to divert that blessings, he cannot be able. Wakati ambapo Yakobo anaambiwa na Labani ya kwamba taja mshahara wako nitakulipa, halafu wanasikizana ya kwamba awekewe wale kondoo ambao walikuwa ni wenye madoadoa, apatiwe wale kondoo wenye madoadoa achaguliwe, halafu kuanzia hapo hawa kondoo wenye wataendelea kuzaana wawe ni wa upande wa Yakobo. Sasa wasiingie upande wa Labani, lakini wawe ni wa upande wa Yakobo. Biblia inasema, na nitakusomea mstari huo, ya kwamba waliposikizana hivyo, that same night Labani akaita vijana wake akawaambia wachague kondoo hao wote wenye manyoya, hao wote waweze kuenda na wao waende nchi ya mbali, waende wakawafiche huko. Sikiza, in the same chapter, Genesis chapter 30, verses 34 and 35. Laban answered, agreed, we will do as you have suggested. But that day Laban removed the male goats that had stripes or spots, and all the females that were speckled and spotted, all which had white on them. He also removed all the black sheep. He put his sons in charge of them, and then went away from Jacob with his flock as far he could travel in 3 days. Jacob took care of the rest of Laban's flock. Wamesikizana ya kwamba mshahara wangu utakuwa kondoo wenye manyoya, na wale kondoo watazaliwa baada ya hapa. Tumesikizana watakuwa ni wa Yakobo wenye madoadoa, si manyoya, wenye madoadoa, na hao wengine watabaki wa Laban. Lakini kwa sababu Laban bado wako na roho, kuna watu in this world, Mungu tu atusaidie. Angalia pale juu, amekubali ya kwamba nimebarikiwa kwa sababu yako, taja mshahara wako nitakulipa. Na akataja akasema, nisaidie hawa ama nipatie hawa kondoo wenye madoadoa niweze kuwazalisha wakuwe wengi, wakuwe utajiri wangu. Lakini on the same
night on the same day. Anakuja anaita vijana wake, wanawachukua, wanaenda safari ya siku 3 kuwaficha. Bwana Yesu asifiwe. But I love Jacob. He didn't lose heart. Even if he noticed what had been done by his father-in-law. Remember now, Laban had become the father-in-law to Jacob because he had married his 2 daughters, Rachel and Leah. Na sasa anapobadilisha kondoo hawa, ni kama ananyang'anya wa mtoto wake, anapatia wale vijana wake. Yakobo hakukufa moyo. Biblia imemalizia na mstari wa 36 ukimaliza umesema ya kwamba Yakobo akaendelea kuchunga wale kondoo waliobaki. Angalia, kwa sababu wale watu ambao huwa wanakata tamaa huwa wanapoteza baraka nyingi, na huwa wananyima Mungu nafasi ya kuja kuwatetea. Wale ambao wanarusha mikono, wanasema onaendathi onadikwenda maundu maiki onairetu akuoya onake. Kama angefanya hivyo miss the mark, but he continued to look after the remaining flocks. That's what the Bible says. Mungu alipoona hivyo, angalia vile anafanya. Jacob got green branches of popular almond pine trees, stripped off some of the bark of the so that the branches had white stripes on them. Hivyo ndivyo alifanya. Akaendelea kuchunga, akachukua wacha tu nikuonyeshe mfano na hii. Akachukua vijiti akatoa gozi, akawacha stripes kama hivi, kukawa na stripes kama wale kondoo. Na kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na wao, Biblia inasema kwamba mahali ambapo hawa kondoo waliobaki walikuwa wanakuja kukunywa maji, alijua ya kwamba ndipo huwa walikuwa wanazania kananishi neho shaha banagira neho sharidanagiria. Najua unaelewa vile nataka kusema. Ni hilo jina ni gumu, siwezi kulitaja kwa video. Neho shaha banagira negeda isharane. So walipokuwa wanakunywa maji, alikuwa anachukua vile vijiti vyake striped, anaviweka pale kondoo wanapandania. So ikawa ya kwamba wakipandania akiwa ameweka zile vijiti, wale kondoo watazaliwa, walikuwa wanazaliwa wakiwa na stripes. The power of God. Ukiniuliza ni nini kilikuwa kinatumika hapo ndio hao kondoo wazaane wakiwa na stripes, nitakwambia ya kwamba it was the power of God. Ni kwa sababu Mungu ameona vile Yakobo amefanywa na Labani, na sasa amepatia Yakobo hekima ya kufanya azalishe kondoo kama vile makubaliano yalivyokuwa. Na kwa hivyo ikaenda hivyo, na baada ya muda si mrefu sana akawa na kondoo wengi sana, mpaka pahali vijana wa Labani wanakuja kulalamika na wanasema huyu kijana atabeba mali yetu yote, na kwa hivyo hata wakaamua kumfukuza. So kuna watu ambao unaweza kaa na wao katika maisha yako, wafanyike baraka kwako, wafanyike tofauti ama walete tofauti katika maisha yako kwa sababu ya vile umekaa pamoja na wao. Mtu wa pili ambaye nataka tuangalie ni Joseph. Joseph anapouzwa na ndugu zake, anauzwa kwa Potifa. Biblia inasema ya kwamba alipofika kwa Potifa, mambo katika boma la Potifa yakabadilika. Haleluya. Kukaanza kuingia baraka, kukaanza kubadilika, mazao ya shamba ikaanza kuzaana, kukaanza kuingiza faida katika kazi zao. Yani kukawa na tofauti kubwa. Kakijana ni kuuzwa, ni kukanunua, wamekanunua kakiuzwa kama mateka, na wamekaleta kwa boma Yusufu. Lakini walipokaleta, wacha tuangalie neno hilo katika the same book of Genesis chapter 39. Genesis chapter 39 tuweze kusoma pamoja. Wakati ambapo Joseph anauzwa kwa Potifa, kuingia tu katika boma la Potifa linaanza kubarikiwa. Oh my God. Sio kwa sababu Joseph kuna vitu amekuja nazo. By the way, alikuwa tu ni mshikwa mateka, ameuzwa. Alikuwa tu ni mtu ambaye hana kitu, hata nguo labda ni kupewa anapewa. Lakini kuingia in him, he had blessings. Ndani yake kuna baraka mpaka zinakuta watu wengine huko, wale ambao wako karibu na yeye, wale ambao wanaguzana na yeye, wanakuwa
wanavuta baraka ambazo zilikuwa kwake. Haleluya. Angalia Genesis chapter 29, not 29 but Genesis chapter 39. I'm going to read from verses 1, and I believe that we are going to be blessed together in the mighty name of Jesus. And may God bless you for continuing to watch this video. I'm Pastor Samuel Kirofi. I'm blessed and I'm born again. I'm happy to be a son of God, called to serve and called to minister in the mighty name of Jesus. Mungu akubariki kwa kutazama video hii. Tunaangalia huyu mtu wa pili, na mtu ambaye tutamwangalia, watatu alikuwa ni hawa wawili tunawaangalia in positivity way, watatu tutamwangalia in negativity way, na ndiye atakuwa wa mwisho katika sermon ya leo. Na ninajua ya kwamba tutakuwa tumejifunza mambo mengi, tutakuwa tu tumejua mambo mengi kupitia video hii, na ninajua ya kwamba kutakuwa na baraka katika maisha yetu na katika familia zetu. Ni kwa sababu tutaanza kuangalia mambo na mtazamo wa mbingu, mambo na mtazamo wa roho. Na wakati ambapo unatazama mambo na mtazamo wa roho, kwa hakika Bwana atakuwa pamoja na wewe, na kwa hakika kuna vile ambavyo roho wa Bwana ataweza kupata nafasi katika maisha yako. Mungu akubariki sana. Naitwa mtumishi wa Bwana Pastor Samuel Kirofi. Nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana. Kufanya video hii ni kwa sababu ya upendo mkubwa ambao Bwana ameutia ndani yangu, ambao ninakupenda nao. Mungu anajua ninakupenda. Wewe unaweza kosa kuelewa my love to you, but all I believe and all I know is that I love you very much, and that's why I'm making this video, so that you may encounter, you may come across it. And this video is full of blessings. This video carries blessings for those who are going to watch it and to listen to it. There is blessing that they are going to attract in their lives in the mighty name of Jesus. If you believe that, say amina. Kama unaamini hivyo, sema haleluya katika jina la Yesu Kristo. Mungu anajua hivyo, na Mungu anajua ya kwamba video hii ni kwa ajili ya upendo mkubwa ambao ameutia ndani yangu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Nataka tuangalie habari za Yusufu, alafu baadaye tutaenda habari zingine ambazo tutaona kinyume na wale ambao wanashikana na watu ambao hawajabeba baraka. Verses 1, the Bible says, Genesis 39, now the Ishmaelites had taken Joseph to Egypt and sold him to Potiphar, one of the king's officers, who was the captain of the palace guard. The Lord was with Joseph and made him successful. He lived in the house of his Egyptian master, who saw that the Lord was with Joseph and had made him successful in everything he did. Verse 4. Potiphar was pleased with him and made him his personal servant, so he put him in charge of his house and everything he owned. Verse 5. From then on, because of Joseph, the Lord blessed the household of the Egyptian, and everything that he had in his house and in his fields. Potiphar turned everything he had to the care of Joseph, and did not concern himself with anything except the food he ate. Hallelujah. That is Joseph, a man who was carrying God's blessings. He is sold a slave, ameuzwa kama mtumwa, kama mateka, na Biblia inasema ya kwamba akauzwa katika boma hili la Potiphar. Na alipoingia pale, ikawa ya kwamba Mungu alikuwa pamoja na yeye. When you carry God's blessings, when you carry God, when you carry the blessings that God giveth to his people, no matter you are a slavery, no matter you are sold wherever, the blessings remains on you. Those who were selling David, they did not remain, not David but Joseph. Those who were selling David, his brothers,
hawakuweza kubaki na baraka za Yusufu huko. Yusufu anatembea na baraka zake hata akiwa mateka, hata akiwa slavery, hata akiwa mikononi mwa hao Waishmaeli ambao wanatembea na yeye wakitafuta mtu wa kumuuzia. Baraka ziko ndani yake, na hii ieleweke kwa maadui ambao huwa wanajaribu kupigana na mtu ambaye ako na baraka. You cannot have the blessings that are in someone by going against him or by unliking him. Hawezi ukapokea. Wale vijana wanamuuza Yusufu ati kwa sababu ameota ya kwamba atakuwa mkubwa. Hawakuinherit baraka zake ati kwa sababu wamemuuza. He travels with his blessings amid challenges. Hata katika changamoto hizo zote, hata anapowekwa jela kwa sababu ya huyu Potifa, bado ako jela na baraka zake. Bado ako na minyororo, lakini baraka zake bado zinamzunguka. Haleluya. Hivyo ndivyo inakuwa kwa watu wa Mungu, na ieleweke hivi ya kwamba hata adui akijaribu kukuinukia, kile ambacho kiko ndani yako hakiwezi kikaja ndani yake na nguvu. Labda akukubatie. Tunaona ya kwamba if you embrace this person who carries blessings, that's how and when those blessings he carries can come to you. But not by going against him, not by fighting him, not by talking evil of him, but by embracing. Laban embraced Jacob, and the blessings that were with Jacob came to his family. Potiphar embraced Joseph, and the blessings that were with Joseph came to his family. That's how we need to embrace those people who carry blessings, so that the blessings that they carry can come to our lives. Watu wengi wamekosa baraka katika maisha yao, maana wale watu walitumwa kwao wafanyike baraka kwao, waliwafukuza, walikosa kuwakaribisha. Angalia Abrahamu, wakati ambapo wale wanaume watatu wanapita kwake nyumbani, anawaona wakipita, hawajui, hata hajui wanatoka wapi, lakini alipowaona, maana alikuwa na moyo mzuri wa kukaribisha, akawakaribisha. Akamwambia mke wake apike michapati, na yeye akachukua dama mmoja mnono akawachinjia, wakakula. Wanapomaliza kukula, wakanena baraka, wakamwambia, wakamuuliza Ibrahimu, ako wapi Sara? Sara alikuwa huko nyuma ya hema, alikuwa anawasikia. Yule mmoja wao kamwambia, mwakani kama huu Sara atakuwa ameshika mtoto kijana. Na kama Abrahamu hange wakaribisha, hizo baraka zingeachwa. Ni safari ngapi Mungu ametuma baraka kwako kupitia kwa mwanadamu ukakosa kujua? Maana ulikosa kufungua macho ya kiroho, ukafungua macho haya ambayo huwa yanaangalia nimevaa aje, sura yangu ni gani, nimekuja na nini, nimetumwa na nani, nimekujua namna gani. Maswali mengi yanatufanya mwanadamu atoke kwa baraka zake. Mungu ametuma Pastor Kirofi Maimahi ili watu kadhaa waweze kubarikiwa, hata kama sio wote, lakini wale niliotumwa kwao, badala ya kukubatia huyu ambaye ametumwa afanyike baraka kwao, wamemuinukia. How will that blessings that God wanted to come to those people, how will those blessings reach them? Zitawafikia namna gani zile baraka? Itakuwa ni vigumu. Na sasa hautaweza kurudisha apiru kwa Mungu useme gaini wale gile kodadhima, gaini wale gile kodirikana, lakini Mungu alikutumania, lakini wewe ukawa ya kwamba you didn't recognize that it was God. You opened the bodily eyes. You didn't know that God sent someone on your right, in your life, so that your life would be blessed, but you didn't recognize. Today we are talking about which alliance. Ni ushirika mgani huo? Ni mkataba mgani huo ambao umeweka na nani katika maisha yako? Maana unaweza kukupelekea baraka, unaweza ukakosa kukupelekea baraka, ukakupelekea laana.
kama vile ambavyo tutaona tukitazama mtu wa mwisho, na hata si mtu, ni watu wawili wa mwisho ambao tutatazama habari zao. Biblia ikasema ya kwamba Mungu akabariki Potifa na nyumba yake yote na mambo yote ambayo alifanya, akambariki kwa sababu ya Yusufu, na Potifa akaweza kumwamini Yusufu sana kwa sababu alijua ya kwamba ni Mungu amembariki. For then on, because of Joseph, the Lord blessed the household of the Egyptian, and everything they found in his house and in his fields. Kwa mashamba, kwa boma kukawa na baraka, kwa sababu ya kakijana kalikuja kakiwa kamtumwa, kwa sababu ya kakijana kalikuwa kanataka kuuawa na ndugu zake, kwa sababu ya kakijana ambako hakana kitu, kalikuja tu na nguo moja, hata za kubadilisha ni kupewa kanapewa katika boma hili, lakini kamefanyika baraka katika boma hili. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ndivyo inakuwa katika maisha yako. Baraka zako hazitakuja kwa sababu ya vile ambavyo wewe unaona. Atigaia gireka Germany na ngania nini dato forasa, atigaia gireka dhie wafisi ngania na ati gaida yakawa uangaria Naaman amegojeka ukoma miaka mingi, lakini yule ambaye anamletea baraka za uponyaji ni housemaid. Yule ambaye wameajiri mfanyikazi wa nyumba ndiye ambaye anaongea na mke wa Naaman, anamwambia kama mkubwa wangu anaweza kubali, kuna nabii sehemu fulani ambaye anaweza kumuombea na huu koma ukaisha. Wale wanajeshi walikuwa na yeye, hawakuwa wamemwambia mambo ya nabii Elisha. Wale watu wakubwa, hata rais mwenyewe hakujua, lakini msichana mdogo ambaye wamemwajiri kama housemaid anasema ya kwamba there is a man of God ambaye anaweza kumponya ukoma huu. Kwa hivyo wakati mwingine ile njia ambayo huwa unaangalia Mungu atakuja akipitia, inawezekana kama unaangalia na macho haya, unawezekana hiyo sio hiyo njia, lakini kuna njia ambayo Mungu anagojea ukaitazamie akaweze kukuja kuifungua katika jina la Yesu Kristo. Watu wawili wa mwisho ambaye nataka tuangalie ni watu wawili, mmoja ambaye alikuwa ni wafalme, mmoja alikuwa anaitwa mfalme Ahazia na wa pili alikuwa anaitwa mfalme Yehoshafati. Ikafanyika ya kwamba mfalme Ahazia alikuwa ameachwa na Mungu, maana alikuwa anaabudu miungu ya Baali na alikuwa anafanya mambo kinyume na mapenzi ya Bwana, lakini Jehoshafati alikuwa mkamilifu na alikuwa mtu mzuri, alikuwa anafanya mambo mazuri mbele za uso wa Bwana. Lakini kukatokea makosa ya kwamba Yehoshafati hata kama alikuwa mtu mzuri mbele za Bwana, akafanya alliance, akafanya ushirika na huyu Ahazia kwa biashara, wakaanza kufanya biashara pamoja, wakaanza kutengeneza meli za kwenda biashara. Lakini Mungu akatuma nabii venye ananituma leo kwako, akaambia nabii, enenda uambie Yehoshafati ya kwamba kwa sababu ya kuenda kufanya ushirika na Ahazia, mipango yote ambayo wanapanga haitafanikiwa. Biashara zote ambazo wanafanya hazitafanikiwa. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wake wa 20, mlango wa 20, in the book of 2 Chronicles chapter number 20. Nikusomee, nitamaliza na hawa na ninajua ya kwamba tutaweza kubarikiwa. Thank you God. Thank you Father. I worship you God and I give you glory. You are the mighty God in the mighty name of Jesus. Pokea sifa Bwana katika jina la Yesu Kristo. 2 Chronicles chapter number 20, the last 3 verses. The last 3 verses I'm going to read, and I'm going to conclude my sermon today by this scripture reading. At one time, King Jehoshaphat of Judah made an alliance with King Ahaziah of Israel, who did many wicked things. Underline that King Ahaziah did many wicked things. At the port of Ezingoeba, they built ocean-going ships. But Eleazar's son of Dodavahu
from the town of Malaysia warned Jehoshaphat, because you have made an alliance with Ahaziah, the Lord will destroy what you have built. And the ships were wrecked and never sailed. Nilikwambia mtu wa tatu ambaye nitaongea habari zake, nitakuwa naongea negativity. Wawili ni positivity, au wawili wa kwanza ni positivity, maana Labani anapoingia, Yakobo anapoingia kwa Labani anabarikiwa. Yusuf anapoingia kwa Potifa anabarikiwa. Lakini Jehoshaphat anapoingia kwa Ahazia, mambo yanaharibika. Biblia inasema ya kwamba Ahazia alifanya mambo maovu mbele za Bwana, lakini ukisoma historia ya Jehoshaphat ilikuwa mzuri na Mungu alikuwa anampenda, na ndiposa unaona anamtumia nabii, anamwambia ushirika huu ambao mko nao na Ahazia si mzuri. This fellowship that you are fellowshipping with Ahazia will not end up well. Na kwa hivyo zile meli ambazo walikuwa wanatengeneza, maana Ahazia hakusikia vile tu hata wewe labda hautasikia, but naomba tu usikie. Hata kama walitengeneza hizi meli ambazo Biblia inasema na kwamba they made ships, that is verses the verses 36. At the port of Ezingoba they built ocean going ships. Wakatengeneza meli za biashara za kuenda katika biashara. Lakini akaonywa na huyu mtumishi ambaye anaitwa Dodavahu, alikuwa anatoka tauni ya Malaysia. Akamwambia Jehoshaphat, kwa sababu umefanya ushirika na Ahazia, Mungu ataharibu mipango yenu. Sijui vile unaelewa neno hili, but I pray that may the Holy Spirit will work in your heart as I read this word. Mungu akasema ataharibu mipango yote kati ya Jehoshafati na Ahazia, kwa sababu ya mtu mmoja kati ya ushirika ule ambaye hapendezi mbele za macho ya Bwana. This is the danger of making an alliance with a person or with a wicked person, or a person whom God have left. A person whom God is not with him. That's the danger of making an alliance with such people. The plans that they made, the ship that they made, God destroyed them because of one person. Yehoshafati hakuwa na shida, lakini amepoteza pesa nyingi sana. Amepoteza mali, maana kutengeneza meli si pesa kidogo. Taifa letu la Kenya sijui kama kuna mmoja amenunua meli, sijui. Lakini nakutia kwamba Yehoshafati wanatengeneza meli za biashara. Anaonywa, anaambiwa wachana na huu shirika wa Ahazia. God is not with him. Kama vile Mungu alitumania pia mtu mwingine anaitwa Amazia. Akamwambia hawa wanajeshi ambao umekodisha usiende na wao vita, maana utafikiria Mungu wako pamoja na wao, kumbe Mungu hayuko pamoja na wao. Afadhali uende na wale wako kidogo uko na wao, Mungu akupatie ushindi kupitia kwao, lakini ukienda na hawa utashindwa. Hallelujah. Sitaki kuendelea zaidi ya hapo. God have talked. Mungu ameongea. Hata sitaki kuelezea zaidi ya hapo. The Holy Spirit is on duty now. In the mighty name of Jesus. Baba mtakatifu, ishe milele, katika jina la mwana wa Yesu Kristo, mtumishi wako amefurahi. Watu wako Bwana wamefurahi, wale wote wametazama video hii wamefurahia. Ni kwa sababu Bwana umenena na mioyo yetu na umetia neno lako ndani yetu likaweze kutuongoza katika kujua njia zako na kujua mapenzi yako. Thank you for talking with us through this inspiration of the Holy Spirit. My Father, ninaomba neno hili likafanyike baraka kwa msikilizaji na mtazamaji wake. Hata kwa neno hili Baba ukaweze mimi kunibadilishia maisha na kunifungua macho yangu ya kiroho, nikajue wale watu wa kufanya shirika na wao
wale ambao Bwana unatembea pamoja na wao. Asante kwa neno lako, ukalibariki, ukalizunguke na damu ya Yesu Kristo. Shetani hapendelei kuona tukishika na kuelewa neno kama hili, lakini hili neno Bwana linalizunguka na damu ya Yesu Kristo. Shetani asiweze kuling'oa ndani ya mioyo yetu, likakuzalie mara 30 mara 60 na mara 100 katika jina lako takatifu Mungu Baba na la mwanao Yesu Kristo wa Nazareti, naomba nikikushukuru Bwana na hata kukuamini. Tukaweze kusema kwa pamoja amen, amen and amen. Sema tu amina mzuri katika jina la Yesu Kristo. Sema amina iliyo na uhai, in the mighty name of Jesus Christ.